Ambapo baadhi ya wakazi wa wadi ya Chemutwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wameandamana wakidai kunyanyaswa katika utoaji wa kandarasi za ukataji wa miti kwenye msitu wa Chemutwa. Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa mamlaka ya usimamizi wa misitu nchini KFS kuhakikisha kuwa utoaji wa kandarasi hizo unafanyika kwa njia ya uwazi, ushirikishi na usawa ili wote wanaotumia vigezo waweze kunufaika. Wakiongozwa na mfanyabiashara Patrick Kosgei, Rhoda Koech na John Komen, wakazi hao wamelaumu KFS kwa kutoa kandarasi za ukataji wa miti pasipo kuzingatia misingi ya haki na usawa. Wameitaka mamlaka hiyo kuhakikisha kuwa mauzo na ukataji wa miti unafanyika kwa namna ya ushirikishi ili kuepuka mapendeleo. Hata hivyo, mamlaka ya usimamizi wa misitu katika kaunti hiyo imesema inaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini ukweli wa madai hayo, na amehakikishia wakazi kuwa haki itatendeka. Muomba rais wetu wa Kenya Bwana William Ruto mheshimiwa, ya kwamba tunataka tupewe usawa kwa biashara. Ikiwa tutauziwa miti sisi wote kupitia tenda, basi na iwe hivyo. Yangu tu ni kuomba rais atetee wanyonge. Alikuwa ametujilisha vile aliingia hata ushukani kwamba anatetea watu wenye wako chini. Lakini sasa nataka niulize, rais ametutetea kweli? Ikiwa wadosi wenyewe wanakuja kutufunia hizi mamiti zetu yenye sisi wenyewe wababu zetu walichunga na hatukupewa haki. Mimi ni mmoja ambaye tulianzisha hii kazi ya kuhakikisha kwamba bidii ya serikali inapitia Procurement and Disposal Act ya 2015. So tukakubaliana vile koti ilisema ya kwamba mali ya misitu haiwezi ikapeanwa direct allocation. So sisi tulikubaliana ya kwamba vile koti imetoa uamuzi wake, tulikubali ya kwamba there is no longer direct allocation. Ile mambo imebaki sasa ni mambo ya tender, competitive tender whereby kila mtu ana participate na it is open na kila mtu lazima afae kuchulishwa. Na mtuangazie